hili ni kuhusu watoto yatima. Sio wote watoto yatima tunaoona katika vituo masista, vituo vya watu binafsi, private, watu wanaojitolea kwa ajili ya kuwalea watoto yatima, kwa kufanya uangalizi kwa ajili ya watoto, ukafikiri ni wote ni watoto yatima. Wapo wengine wametelekezwa na wazazi wao ambao wenye akili timamu. Wapo wanazurura, wengine wa malaya tu kwa sababu malaya wake anaamua kumtelekeza mtoto. Wengine kwa sababu malaya tu anaamua kumuua mtoto. Haleluya. Wapo watu ambao wanafanya njia hizo. Sasa kumbuka, mtu anapofanya hivyo, wale wanaofanya usimamizi wa kuwalea wale watoto, wale watu sio kwamba wana makampuni ya kuwahudumia wale watoto, sio kwamba wana mashamba ya kuwahudumia wale watoto, lakini watu ambao wanaojaa moyo upendo, wakijitolea kwa ajili ya maandiko yanavyosema, wakitazama neno la Mungu, watu wao huamua kufanya jambo fulani kwa ajili ya watoto yatima. Utanielewa kwa nini nataka tujifunze kuhusu somo hili. Kwa hiyo watoto yatima ni wale waliopoteza wazazi wao, na wengine wale waliofanyaje, waliotelekezwa na wazazi wao. Lakini Mungu anawapenda. Kwa hiyo wakati mtu anawatelekeza, wakati wazazi wao wanafariki, bali Mungu watoto wale, Mungu anawapenda. Kwa maana nilikwambia kwamba Mungu ana kusudi ya kila mwanadamu anayeishie duniani au anayekuja duniani. Haimaanishi atakuja leo akafa bila kuuawa, mkajikuta tu mtu akazaliwa afu akafariki. Kwa hiyo Mungu kitendo cha kuja, Mungu kuna kusudi alikusudia katika jambo hilo. Ndio kwa maana alimruhusu azaliwe, awepo duniani au aondoke tena. Kwa hiyo Mungu anawapenda sana watoto yatima. Haimaanishi wewe utawachukia kiasi gani, haimaanishi mtoto wako utamchukia kiasi gani ukamtelekeza. Kumbuka Mungu anampenda mtoto huyo. Na nyie ambao mnawatelekeza watoto wenu au mnaoenda kuombea uhifadhi katika vituo vya watoto yatima, mwisho wa siku mnawacha amchukue uangalivu kuwafanyaje, kwa kuenda kuangalia, amwahudumii, mnawakimbia, mnawatelekeza mazima. Kumbukeni, Mungu atawalipeni sawa sawa na hayo mnayofanya. Kwa maana sometimes